Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Tukushauri kama ni wewe umekuwa na changamoto ya hapa na pale kwa ajili ya tatizo la ugonjwa wote, tukushauri uweze kututembelea kwenye kituo chetu upate tiba sahihi kwa wakati sahihi ili kuepuka vifo visivyokuwa vya lazima. Kuna watu wengi wamekuwa wakihangaika tiba katika hospitali sehemu mbalimbali, hasa hizo tulizozoea. Mwisho wa siku unajikuta kwamba tatizo halimaliziki au linatulia na baadaye linajirudia. Kwa hiyo tukushauri kama una changamoto ya namna hiyo, tutembelee kwenye kituo chetu, hautohangaika juu ya maradhi hayo. Kuna watu wengi wamekuwa na changamoto ya tatizo la pressure. Pressure mara nyingi ni shida ambayo inaanzia kwenye mfumo wa damu. Maana yake nini? Unapokuwa na mishipa ya damu imesinyaa, flow ya damu inakuwa ni ndogo, na flow ya damu inapokuwa ni ndogo, moyo unatumia nguvu kubwa sana kusukuma damu kwenda kwenye mzunguko wako, hali ambayo mwisho wa siku inasababisha mtu huyu kuingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini pia kuna watu ambao wamepata tatizo la pressure kwa sababu ya msongo wa mawazo. Mtu anapowaza sana kupita kiasi, unajua kuna kuwaza na kufikiria. Sasa mtu anapowaza sana kupita kiasi, hii inakuwa ni msongo wa mawazo ambao unampelekea mtu huyu anaweza kaingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini kuna watu ambao wamepata tatizo la ugonjwa wa pressure kwa sababu ya kuishi na ugonjwa wa baridi yabisi. Baridi yabisi ni ile hali ya ute kuisha kwenye viungo na kupelekea mifupa kusagika, hali ambayo inapelekea mtu kupata maumivu makali sana, hali ambayo kupelekea moyo kuwa na stuka kila wakati kutokana na yale maumivu. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapata tatizo la pressure. Lakini pia unapokuwa na ugonjwa wa baridi yabisi, kwa maana ule ute kuisha, huwa mara nyingi unapelekea kuna mishipa ambayo inapita kwenye zile joints za mifupa. Kwa hiyo mifupa ikisagika ikasogeleana, ile mishipa ya damu huwa ina bendi. Ikibendi, maana yake flow ya damu inakuwa ni ndogo. Au wakati mwingine mishipa ya damu unaweza ukakandamiziwa na ile mifupa iliyosagika. Kwa hivyo vyote vile flow ya damu haiwezi kuwa sawa, na moyo unakuwa unatumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye mzunguko wake wa kawaida. Kwa hiyo kuna watu wamepata pressure kwa sababu ya msongo wa mawazo, kwa sababu ya kuishi na ugonjwa wa baridi yabisi, kusagia kwa viungo kwenye joints. Lakini pia wengine ni kutokana kama nilivyosema kwamba kuwa na mishipa ya damu iliyosinyaa kwa sababu mwingine kwa sababu ya sukari. Ukiwa na ugonjwa wa kisukari, pia mishipa ya damu inasinyaa, unaweza kaingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Lakini kuna watu ambao wanaopata kwa lifestyle kama nilivyosema kwamba ulaji wa nyama nyekundu kupita kiasi, red meat, nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, kondoo, nyama nyekundu zote hizi mara nyingi zina kawaida yale mafuta yake kuganda kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo mishipa ya damu mafuta yanapoganda kwenye mishipa ile ya damu, maana yake flow ya damu inakuwa sio nzuri, inakuwa ni ndogo. Tunasema mtu anakuwa na cholesterol. Cholesterol ni ile mafuta yaliyoganda kwenye mishipa ya damu na kupelekea ule mshipa kuwa mdogo na flow ya damu kuwa ni ndogo. Sasa unapokuwa na hali hii, mtu huyu anajikuta sasa ameingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo mwenye cholesterol pia anapata changamoto ya pressure. Sasa basi, unapokuwa na ugonjwa wa pressure, kuna baadhi ya dalili ambazo wengi zinawatokea. Mwingine anaweza kusikia ganzi kwenye vidole vya mikono au vidole vya miguu, au akilala asubuhi anasikia kama ganzi upande ule aliolalia. Hii ni dalili ya mtu mwenye pressure au mishipa yake ya damu iliyosinyaa. Lakini pia kusikia miguu kuwaka moto au sehemu ya viungo vyake vinakuwa kama sehemu ya mkono au ya mguu kunakuwa kama kuna moto kabisa unawaka. Mwingine anafika mpaka hatua anaweka miguu kwenye maji kama kupoza hivi. Ni kwa sababu ya mishipa ya damu imesinyaa. Kwa hiyo moyo unatumia nguvu kubwa kupampu damu iende kwenye mishipa iliyosinyaa. Kwa hiyo ile pressure inausukumwa, una feel joto kwenye ile sehemu ambayo mishipa imesinyaa kupita kiasi. Kwa hiyo kuna hali ya dalili hizi ambazo unaweza kuzipata ukiwa na changamoto ya ugonjwa wa pressure. Lakini ugonjwa wa pressure ni ugonjwa ambao unajulikana kama silent killer, muuaji wa kimya kimya. Maana yake ni nini anaitwa muuaji wa kimya kimya? Maana yake ugonjwa huu unaweza ukapata
uka umelala usiku, kwanza mchana au jioni uko vizuri na familia yako au na ndugu zako na marafiki zako, mkagana vizuri kabisa, halafu ukaenda kulala ukaota ndoto ya kukustusha, matokeo yake moyo kistuka, unajua ni emergency, unasukuma damu kwa kasi, unakuta mishipa imesinyaa, kwa hiyo inaweza kabasti ikapasuka. Ikipasuka maana yake kwanza unaweza kupata shida stroke, lakini pia unaweza ukapata heart attack, maana kwamba unahatarisha maisha yako. Unaweza kushangaa mtu asubuhi anaamka haupo duniani. Ni nini? Mbona mtu tukale tumekuwa vizuri, tunaongea vizuri na ametoka vizuri, lakini inakuaje amefariki ghafla? Alikuwa na pressure. Ni nini? Silent killer. Kwa hiyo kifo cha mtu mwenye pressure ni cha ghafla, ambacho sio kama mtu mwenye ugonjwa mwingine ambao kwamba anaweza kaumwa akaanza kuteseka. Pressure unaweza kaishi nao kama ugonjwa wa mazoea, lakini ni hatari kuliko ugonjwa wote unavyofikiria. Kwa hiyo kuna watu wamepata changamoto, lakini ukumbuke kwamba unapokuwa na ugonjwa wa pressure inaweza kupeleka kupata pressure ya macho. Maana yake kwanza kushindwa kuona, macho unaweza kuona ukungu au ukatengeneza kama mtoto wa jicho kwa sababu ya kuwa na pressure na kupata pressure ya macho. Lakini ufahamu pia kwamba unapokuwa na ugonjwa wa pressure, kwa maana ya silent killer, muuaji wa kimya, inaweza ikapelekea wewe ukapata shida ya figo pamoja na ini. Kuna watu wa changamoto ya figo au changamoto ya ini kwa sababu tu ya kuwa na mishipa ya damu iliyosinyaa au kuwa na cholesterol au kuwa na tatizo la pressure. Kwa hiyo flow ya damu inakuwa ni ndogo, haifiki kwa kiwango kinachotakiwa kwenye figo pamoja na ini. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta unapata tatizo la figo pamoja na ini. Lakini kama nilivyosema, pressure inaua. Tukushauri kama una changamoto ya namna hiyo, tumie dawa yetu inaitwa mianji. Dawa ya mianji ni dawa ambayo inatibu tatizo la cholesterol, tatizo la pressure, tatizo la mishipa ya damu iliyosinyaa. Lakini kama nilivyosema kwamba unapokuwa na mishipa ya damu imesinyaa na moyo unapotumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenye mzunguko, inaweza kapelekea tatizo la moyo kutanuka. Kwa hiyo kuna watu ambao mioyo yao imetanuka upande, na unapotanuka kama piga moyo unasikia yaani unaifili inavyogonga moyo, usikia kabisa kama kitu kinagonga kwa nguvu na maumivu makali ya moyo. Tukushauri kama una dalili zote hizo, moyo umetanuka, pressure macho, una cholesterol, unasikia ganzi, mwili unasikia pia viungo vinawaka moto, unalala unasikia ganzi kwenye vidole, tumia dawa yetu ya mianji. Dawa ya mianji itakutibu tatizo kupona. Tunapozungumza dawa hii sio dawa ya kunywa kimazoea ya kutuliza tu kwamba uweze kusurvive uishi kwa muda fulani baadaye upoteze maisha na ugonjwa ule. Hapana. Hii ni dawa ambayo inatumia ndani ya siku 7 inaondoa tatizo la pressure kupona. Na baada ya kupona unaishi maisha yako kama ya kawaida, utakula chochote. Kama ulikuwa huwezi kunywa chai utakunywa, ulikuwa huwezi kufanya chochote utafanya bila shida yote. Ni wapi utatupata? Tuko mkoa wa Kilimanjaro Moshi, maeneo ya Kibosho Road, lakini pia tuko Arusha maeneo ya Ola City, tuko Dar es Salaam Mbezi Mwisho stendi ya Magufuli, nyuma kidogo kwenye roundabout ya Goba ilipokuwa stendi ya daladala ya zamani. Ukifika pale ukitupigia utapokelewa. Lakini pia tuko Morogoro mjini na tuko Dodoma mjini, lakini pia tuko Shinyanga maeneo ya Kahama mjini, lakini pia tunapatikana maeneo ya Mwanza Buzuruga karibu na shule ya msingi, lakini tunapatikana Simiu Maswa Mnadani B maarufu kwa Mama Alfonsi, lakini pia tunapatikana Songea, tunapatikana Iringa, lakini tunapatikana Mbeya Nzove karibu na Suma JKT, tunapatikana nje ya Tanzania, tuko Zambia Ndola Mshida, tunapatikana DRC Congo. Lakini pia unaweza kutembea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa Instagram utaandika Song'wa Traditional, kwa Facebook utaandika Song'wa Traditional, kwa YouTube utaandika Damaki TV, lakini pia website yetu ni www.damakiheboclinic.com. Lakini pia unaweza kutupigia namba yetu hiyo au WhatsApp namba ni hiyo. Afya yako ni jukumu letu.